Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Desemba 10 siku ya Jumatano asubuhi, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa za kipaumbele. Linaanza na habari inayosema kitambulisho tiketi ya kuingia kutoka Chanika mjini. Kitambulisho tiketi ya kuingia kutoka Chanika mjini. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini Rais Samia awasamehe wafungwa 1036. Rais Samia awasamehe wafungwa 1036. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini kuna habari inayosema kauli ya Simba Chawene, wananchi walivyobaki ndani siku ya uhuru. Kauli ya Simba Chawene, wananchi walivyobaki ndani siku ya uhuru. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini kuna habari inayosema abiria 40 wanusurika basi likiteketea kwa moto Morogoro. Abiria 40 wanusurika basi likiteketea kwa moto Morogoro. Lakini kuna habari inayosema mshtakiwa wa dawa za kulevya alivyotoroka bandari ya Dar es Salaam. Mshtakiwa wa dawa za kulevya alivyotoroka bandari ya Dar es Salaam. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako. Gazeti lako la Nipashe linaandika habari inayosema Tanzania na Marekani kudumisha ushirikiano wa kiuchumi. Tanzania na Marekani kudumisha ushirikiano wa kiuchumi ni baada ya serikali ya Tanzania na Marekani zimefika hatua ya mwisho majadiliano ili kutia saini kuanza rasmi utekelezaji wa mradi wa gesi asilia na kimiminika LNG kwenye thamani ya dola bilioni 42, zaidi ya shilingi milioni 102. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inayosema Kibaha yatenga milioni 300 kuwawezesha bodaboda. Kibaha yatenga milioni 300 kuwawezesha bodaboda. Serikali yazuia maandamano, waziri Simba Chawene aonya umma. Serikali yazuia maandamano, waziri Simba Chawene aonya umma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini viongozi watakiwa kukumbatia vipaji badala ya kuwatishia wenye uwezo. Viongozi watakiwa kukumbatia vipaji badala ya kuwatishia wenye uwezo. Lakini EU yapinga faini kwa kiuka sheria za kidigitali. Lakini Kamanda Jongo aonya makundi ya WhatsApp kuhusu uchochezi. Kamanda Jongo aonya makundi ya WhatsApp kuhusu uchochezi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuchana gazeti lako la Nipashe, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Taifa Leo lenye linaandika Sonko sasa arejea na chama kipya. Sonko sasa arejea na chama kipya. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Leo. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Taifa Leo ni Ruto aendea mamilioni mlimani. Ruto aendea mamilioni mlimani. Lakini UDA ODM warukana ndoa ikififia. UDA ODM warukana ndoa ikififia. Lakini wenye hoteli waalikwa katika Tsavo. Wenye hoteli waalikwa katika Kisavo. Lakini Tanzania polisi wa Afrika barabarani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Darasa Huru lenye ukurasa mbele linaandika Rais atoa msamaha kwa wafungwa 1036. Rais atoa msamaha kwa wafungwa 1036. Lakini utulivu kila kona nchini. Utulivu kila kona nchini. Polisi nchi iko shwari, yaonya wanaotuma video za zamani kuzua taharuki. Polisi nchi iko shwari, yaonya wanaotuma video za zamani kuzua taharuki. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Darasa Huru ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa lenye linaanza na habari inayosema
Watumishi NCAA watakiwa kufanya kazi kwa bidii kuenzi miaka 64 ya uhuru. Lakini serikali yataja vipaumbele vikuu sekta ya uwekezaji kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Serikali yataja vipaumbele vikuu sekta ya uwekezaji kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Lakini miaka 64 ya uhuru, Rais Dr. Samia atoa msamaha kwa wafungwa 1036. Miaka 64 ya uhuru, Rais Samia atoa msamaha kwa wafungwa 1036. Lakini hali ya utulivu ya tawala siku ya uhuru yamalizika kwa amani. Hali ya utulivu ya tawala siku ya uhuru yamalizika kwa amani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanahabari, tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, lenye linaanza na habari inayosema Rais Dr. Samia asamehe wafungwa 1036. Lakini Profesa Kitila atangaza vipaumbele vipya uwekezaji nchini, fursa kwa vijana. Profesa Kitila atangaza vipaumbele vipya uwekezaji nchini, fursa kwa vijana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa ni hali shwari. Hilo ni gazeti la Wamachinga linaandika hali shwari. Dar es Salaam, Mbeya, Dodoma, Mwanza, Arusha, sherehe za uhuru za malizika kwa utulivu. Lakini Waziri Simbachawene awashukuru wa Tanzania kutunza amani. Jeshi la polisi latoa taarifa ya utulivu. Waandamanaji watii agizo la kukaa nyumbani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga, anasema hali shwari. Lakini bilioni 6.7 kutibu wagonjwa wasio na uwezo wa matibabu ya kibingwa. Bilioni 6.7 kutibu wagonjwa wasio na uwezo wa matibabu ya kibingwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na gazeti lako la Wamachinga, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika CAF yatoa utaratibu vikosi AFCON. CAF yatoa utaratibu vikosi AFCON. Lakini Nkane aingia katika hesabu za TRA United. Nkane aingia katika hesabu za TRA United. Ahwa kumfuata Fadlu Raja Casablanca. Ahwa kumfuata Fadlu Raja. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari kurasa wa michezo. Lakini Yanga yamaliza mwaka haijafungwa. Yanga yamaliza mwaka haijafungwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari. Lakini kikosi cha AFCON 2025 Morocco, ni baada ya kocha Gamondi, Miguel Gamondi kutaja kikosi chake cha AFCON kwenda nacho Morocco. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Yao atishia nafasi ya Boyeli na Conte. Huyo ni Yao Kwasi Atohola atishia nafasi ya Boyeli na Conte. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti la Wamachinga. Lakini CAF yatoa msimamo wa vikosi AFCON. CAF yatoa msimamo wa vikosi AFCON, na kocha Muya tutarejea tukiwa imara Januari. Huyo ni kocha Muya asema tutarejea tukiwa imara Januari. Lakini Shemalon aongezwa kikosi Cameroon. Shemalon Fondo aongezwa kikosi cha Cameroon. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Gazeti lako la Nipashe linaandika kikosi cha Stars AFCON. Ina habari pia ipo kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Inasema kikosi cha Tanzania AFCON. Huyo ni kocha Miguel Gamondi baada ya kutangaza kikosi chake cha wanajeshi huenda kupambana AFCON. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini bado ni habari inayosema CAF yatoa utaratibu wa vikosi AFCON. Hiyo ni habari bado inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. CAF yatoa utaratibu wa vikosi AFCON. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.